Tunataka kuanza kipindi cha Injili, na kabla hatujaanza kipindi hicho cha Injili tungeweza kupata ombi. Tunaomba. Baba Mwenyezi Mungu, uishie juu mbinguni na mtawala wetu, tunataka Baba kukushukuru kwa vile ambavyo unatupenda. Uweze kuwa pamoja nasi katika kipindi ambacho wewe mwenyewe uliweza kukianzisha zamani. Mtumishi wako ambao umeweza kumchagua anaponena, hebu wewe unene badala yake. Neno lolote ambalo litaweza kutoka kwake liweze kuwa limeweza kutoka katika kiti cha enzi. Tunaamini ya kwamba utaendelea kuwa pamoja naye, na sisi pia utaweza kuwa pamoja nasi. Katika jina la Kristo Baba tunaomba na kuamini. Ni wakati mwingine ambapo tunataka kumkaribisha mtumishi wa Bwana Mchungaji Lucas ili aweze kuendelea na kipindi hiki cha Injili. Karibu Pastor Lucas. Namshukuru Mungu kwa namna ya pekee ambaye ametupa nafasi nyingine murua ya kukutana pamoja katika vituo vyetu mahali tulipo. Nawashukuru sana katika vituo vyenu mahali mlipo ambapo Bwana ameendelea kuwabariki. Nawashukuru sana wanaotumia mitambo ya kijamii kwa ajili ya matangazo haya yanayorushwa kutoka Hope Channel Kenya. Nashukuru sana vituo katika mji wa Mombasa ambavyo vinaendelea kupokea matangazo, na mahali kote katika dunia. Bwana awabariki sana. Ninaamini ya kwamba Mungu amekuwa mwaminifu, amewavusha salama, na katika siku ya leo makini kabisa tunasoma makini ambalo linasema juu ya amri 10 za Mungu. Baada ya kumtambua shetani, baada ya kuitambua dhambi, sasa tunakwenda kukitazama kipimo ambacho kitasimama wakati wa hukumu, kuyapima matendo yetu, mwenendo wetu, ambacho ni amri 10 za Mungu. Ni nini hasa kiliwapata wazazi wetu wa kwanza Adamu na Hawa walipotenda dhambi na kuhukumiwa hatia? Katika Mwanzo 3 na fungu la 22 neno la Mungu linaanza kwa kusema, Bwana Mungu akasema, basi huyu mtu amekuwa kama mmoja wetu kwa kujua mema na mabaya, na sasa asije akanyosha mkono wake akatwaa matunda ya mti wa uzima akala akaishi. Adamu na mke wake wametenda dhambi katika bustani ya Eden, na katika Mwanzo hiyo 3 na fungu la 22 neno linasema kama solution ya Adamu asije akala matunda ya mti wa uzima, neno la Bwana linasema, kwa hiyo Bwana Mungu akamtoa katika bustani ya Edeni airime ardhi ambayo katika hiyo alitwaliwa. Akamtoa, kamfukuza. Kwa Adamu na mke wake wakaacha makao yao, nyumba yao, bustani ya Edeni, makao yao, wakatoka, kafukuzwa.
Na katika fungu la 24 anasema, basi akamfukuza huyo mtu, akaweka makerubi upande wa mashariki ya bustani ya Edeni, na upanga wa moto uliogeuka huko na huko kuilinda njia ya mti wa uzima. Kwa hiyo wakaondoka katika bustani ya Edeni kwenda duniani sasa, ambako hakuna raha kama ya Edeni. Na walichotoka nacho kwenye bustani ya Edeni, cha kwanza kabisa walitoka wawili, mume na mke. Kwa hiyo walitoka na ndoa. Baada ya dhambi, ndoa haikuondoka. Ilikuwa ni ya watu wawili, Adamu na Hawa, mwanaume na mwanamke. Hizi za sasa, hizi za wanaume, wanawake, wanawake, hizo hazitoki kwa Mungu. Lakini wakatoka na jambo la pili, wakatoka na amri ya Mungu waliovunja, wakatoka nayo. Sasa ili wasiwe watenda dhambi, lazima waitii. Wakatoka na jambo la tatu, ibada waliokuwa wakifanya wataifanya wanakoenda, ibada ya Mungu. Kuna ibada ya Mungu na ibada ya shetani. Ibada ya Mungu wakatoka nayo, lakini wakatoka na jambo la nne. Maana miti yote ya bustani walipewa kula, ila mmoja tu wakazuiwa. Kwa maneno mengine, kulikuwa na fungu la Mungu ambalo hawakutakiwa kulitumia. Kwa hiyo wakatoka na ibada ya matoleo, zaka na sadaka. Conscious wanayo kwamba kosa walilolifanya ni kuchukua ambacho si chao, na Bwana anawatoa na amri, usitamani mali ya mwenzako. Hiyo ilikuwa sio mali yao. Lakini wakatoka na jambo la tano, wakatoka na tatizo la dhambi. Wanatoka kwenye bustani Edeni ni watenda dhambi, tenda dhambi. Na wakatoka na jambo la sita, wakatoka na kifo. Halo? Wakatoka na kifo. Sasa watakufa. Wakatoka nacho kwenye bustani ya Eden. Wakatoka na jambo la 7, chakula cha mboga mboga na matunda. Wakatoka nacho, maana chakula chao cha kwanza ni matunda. Lakini walipotenda dhambi, Mungu akaongeza chakula, menu, sasa akawapa mboga mboga. Wakatoka nayo hiyo. Na 8, wakatoka na mpango wa ukombozi. Mungu akawashonea mavazi ya mnyama, na ili washonee mavazi ya mnyama lazima mnyama afe. Lazima mnyama afe. Na ili mnyama afe lazima kuwe na mtu wa kumchinja, kumuondolea uhai. Na kwa kuwa mshahara wa dhambi ni mauti, na dhambi sasa wanayo wao, Adamu ndiye alikuwa mchinjaji wa kwanza.
akaona uhai unatoka. Kwa hiyo wanatoka kwenye bustani ya Edeni, lakini Bwana amewafundisha mpango wa ukombozi unaopita kwa kutoa kafara. Hiyo wanatoka nayo kwenye bustani ya Edeni. Wanatoka kwenye bustani ya Edeni wakiwa na matatizo ya uchaguzi mbaya. Watule nini? Tunywe nini? Maindi yao imekorogwa, na ni kutokana na maindi iliyokorogwa walikula ambacho Mungu amesema wasile. Na tatizo hilo wakatoka nalo, ambalo limeendelea hata leo. Mtu anakuambia chochote tunakula, chochote tunakula. Na ukikaa pwani unakula chochote kilicho pwani, kilicho baharini, chochote ni chakula. Haiko hivyo kwenye maandiko matakatifu. Ukifanya makosa, Bwana ana mfumo wa chakula. Wao wakatoka wamechanganikiwa kwenye hilo, na wamefanya kosa. Kwa hiyo Adamu alitoka Edeni na amri za Mungu, amri ya Mungu ambayo ndiyo katiba inayoongoza serikali ya Mungu popote. Alitoka na katiba, amri ya Mungu, katiba inayoongoza mambo matakatifu. Alitoka nayo ili aweze kuwa mcha Mungu, mtu mwema. Alitoka na katiba ya serikali ya Mungu inayoongoza wacha Mungu mahali popote. Na katiba hii, amri ya Mungu, haibadiliki. Wanawasikia watu wanasema haibadilika. Wewe mwangalifu, endelea kuja kwenye mikutano hii. Mchungaji anamwambia hayo yalikwisha, hayo yalikuwa ya Wayahudi. Wewe mchungaji, una uwezo wa kukaa kwenye kauli yako? Kama uliwahi kuwadanganya watu, sasa leo ninawafunua macho. Watakutafuna. Sema ukweli wakati wote, hata kama unakushinda. Anasema katiba ya Mungu, amri ya Mungu haibadiliki, na hakuna kikao chochote hapa duniani chenye mamlaka ya aina yoyote cha kukaa kwa lengo la kufanya mabadiliko. Hakuna. Kwenye katiba ya Mungu, amri ya Mungu, hakuna kikao, hakuna bunge la kufanya mabadiliko. Haya mtafanya kwenye katiba za nchi, sio kwenye serikali ya Mungu. Maana kwa nini haiwezekani? Kwa sababu mwenyekiti wa kikao hicho lazima awe Mungu mwenyewe. Utamtoa wapi sasa aje kukaa na wewe? Kwa nini haiwezekani? Kwa hiyo ukiambiwa ilibadilika, jua hapo upo katika mfumo wa ibada ya shetani mwenyewe. Fanya haraka kukimbia. Sikiliza, ili ubadili amri 10 za Mungu, mpaka Mungu mwenyewe awe mwenyekiti. Maana ni serikali yake. Sasa mtu akikwambia imebadilika, ujue kikao hicho kina mwingine, sio Mungu. Na mfumo huo wa ibada uko chini ya huyo mwingine, kando ya Mungu aliyeziumba mbingu na nchi na vyote vilivyomo. Kwa nini? Kwa sababu katiba au amri 10 ni tabia yake, na huwezi kubadili tabia ya Mungu. Mungu ni yule yule jana na leo, milele na milele. Na kwa kuwa amri 10, amri ya Mungu ni tabia yake,
Haiwezekani kubadili tabia ya Mungu. Mungu si kigeugeu, Mungu abadiliki. Kwa nini haiwezekani? Kwa sababu tabia ya Mungu ni ya milele. Kwa nini haiwezekani? Kwa sababu Mungu ni muumbaji na sisi ni viumbe. Kwa hiyo viumbe hawawezi kukaa kubadilisha katiba ya muumbaji. Ni muumbaji ndiye anaweza akabadilisha mambo ya binadamu. Kwa hiyo ukisikia porojo kwamba zilibadilishwa, ujue kikao alikikalia adui wa Mungu ambaye ni Shetani. Kwa nini haiwezi kubadilika amri ya Mungu? Kwa sababu sisi hatuwezi kumpa Mungu ratiba na njia ya kufuata. Ni yeye anayetupa ratiba na njia ya kufuata. Be careful. Mtu akikwambia amri za Mungu zimebadilika, kama ulikuwa kwenye gari, shuka. Hapo uko na Shetani tayari. Kama ni mke wako, iangalie sana hiyo ndoa. Na kama ni mume wako, ujue ulishafanya makosa, sasa ishi naye kwa akili. Uko kwenye mgogoro mkubwa. Amri za Mungu kuzibadili mpaka kikao akalie Mungu mwenyewe. Za kwako, za nyumbani kwako utabadilisha, na hata za kwako utakaa wewe mwenyewe. Baba wa familia ndio utakayekalia kikao. Hakuna mwingine wa kubadili sheria za nyumba yako. Jirani hawezi. Kwa hiyo sisi kwa Mungu ni jirani. Hatuwezi kubadili sheria zake. Kisikia mtu anasema zimebadilika, be careful na yeye. Yaani muangalie kwa jicho jingine kabisa. Hapo tayari Shetani anaongea. Kwa hiyo somo hili ni mtambuka. Ni somo linalohitaji akili iliyotulia. Maana ziko sauti nyingi duniani zilizozagaa, zinazokataa amri za Mungu. Ziko sauti nyingi duniani zilizofanya maboresho, zilizogeuza amri za Mungu na kuondoa na kuongeza kwa mawazo kwamba wakati ule ziliwafaa wale, sasa hivi lazima tuzibadilishe kidogo. Ziko sauti nyingi duniani. Na ili somo ili liwe bora, makini, lieleweke bila chenga na spana ya kukaza madishi yaliyoyumba, ambayo huwezi ukaona vizuri picha, lazima twende na vimaswali vidogo vya kutusaidia ili kuweka mada hii mahali pake. Tumaswali. We shall be using leading questions in order to make this subject understood clearly. Kwa sababu watu walishajichanganya. Mtu mkubwa wa dini kubwa anasema tuna uwezo wa kuibadili. Wewe ni nani? Who are you? Maandiko yanaweza kuwa clear. Vimaswali vidogo vidogo nitavitumia ili vituongoze. Kaswali ka kwanza: tunawezaje kuonyesha urafiki wetu kwa Yesu? Njia ipi anayotaka tuonyeshe ya kwamba sisi tunampenda? Angalia Yohana 15 na fungu la 14. Anasema, nyinyi mmekuwa rafiki zangu mkitenda ni waamuruyo. Alichokisema tukikitenda tunakuwa rafiki zake. Kaswali kengine: ameamuru nini anachotaka tutende? Tumaswali hutu tukupeleke yani ile nati kaza vizuri, wache kuyumba. Fanya maamuzi jioni ya leo.
ameamuru tutende nini anachotaka. 14 Yohana na fungu la 15 anasema, mkinipenda mtashika amri zangu. Anataka tushike amri zake. Kaswali ka kutuondoa hapo. Amri zake, sheria zake. Sheria ziko nyingi. Zipi anazoamuru tushike? Kinipenda mtashika amri zangu. Mathayo 22:37. Hizi ndizo anazotaka tushike. Akamwambia, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote, kwa akili zako zote. 38. Hii ndiyo amri iliyokuu, tena namba 1, tena ya kwanza, na ya pili yafanana nayo, nayo ni hii, mpende jirani yako kama nafsi yako. Hizi ndizo ameamuru. Ndugu mtazamaji na mwana mkutano hapa Kizingo, ninapita mlango ambao watu wengi wamezoea, mlango uliozoeleka wa upendo, lakini tutafika salama. Na neno la Bwana linasema amri hizi mbili anazozisema Yesu zilitolewa wapi? Alipewa nani? Zimeandikwa wapi? Kutoka 31 na fungu la 18 anasema, hapo Bwana alipokwisha kuzungumza na Musa katika mlima wa Sinai, akampa hizo mbao 2 za ushuhuda, mbao 2 za mawe zilizoandikwa kwa chanda cha Mungu, zilizoandikwa kwa kidole cha Mungu. Mungu mwenyewe ameandika, si mwanadamu. Tunakuja kwenye maana. Kaswali kengine, amri zipi ndizo zina maana ya mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote, kwa akili zako zote? Mathayo 22:37. Amri zipi zina maana ya mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako, kwa roho yako, kwa akili zako zote? Kutoka 20 fungu la 3 ni hizo: usiwe na miungu mingine ila mimi. Ni mahusiano ya mtu na Mungu. Amri ya kwanza, usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa chochote kilicho juu mbinguni. Hiyo ni amri ya pili, na unaendelea kuisoma mpaka fungu la 6. Kutoka 20 fungu la 7, ya 3 hiyo, usiite bure jina la Bwana Mungu wako. Ni uhusiano wa mtu na Mungu. Fungu la 7 hilo. Fungu la 8 mpaka 11 kutoka 20, ikumbuke siku ya Sabato uitakase. Siku sitafanya kazi, utende mambo yako yote, lakini siku ya 7 ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Sikiliza ninavyosema, ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Ni mahusiano yako na Mungu, ni ibada yake. Kwa hiyo amri hizi 4 ni mpende Bwana Mungu wako kwa moyo, kwa roho na kwa akili zako zote. Ni mahusiano ya mtu na Mungu. Kaswali kengine, amri zipi zina maana ya mpende jirani yako kama nafsi yako? Kama tulivyosoma katika Mathayo 22:39. Tunaanza na Kutoka 20 fungu la 12. Anasema,
waheshimu baba yako na mama yako. Jirani namba moja ni baba yako na mama yako. Siku zako zipate kuwa nyingi katika nchi upewa na Bwana Mungu wako. Hiyo ni amri ya 5. Amri ya 6, usiue. Kutoka 20 fungu la 13. Ukiua umuui Mungu, unamuua mtu. Ni mahusiano ya mtu na mtu, mtu na mtu, ni jirani. Amri ya 7, usizini. Huwezi ukazini na Mungu wala na malaika, unazini na mtu mwenzako. Kwa hiyo ni mahusiano ya mtu na mtu. Amri ya 8, usiibe. Kutoka 20:15. Hayo nao ni mahusiano ya mtu na mtu, anayeibiwa ni mtu. Kutoka 20 fungu la 15, 16, usimshuhudie jirani yako uongo. Jirani yako uongo, usimshuhudie jirani yako uongo. Uongo jirani yako. Hii ni amri ya 9, na inakuja ya 10. Usitamani nyumba ya jirani yako, mke wa jirani yako, wala mtumwa wake, wala mjakazi wake, wala ng'ombe wake, wala punda wake, wala chochote alicho nacho jirani yako. Fungu la 17 hiyo. Kwa hiyo hizi 6 hizi katika amri 10 ni mpende jirani yako kama nafsi yako. Asa anasema hizi amri 2 ambazo ziko kwenye mbao 2 za mawe, amri 10 hizi kwenye mbao 2 za mawe ndizo Yesu anazifanyia samare. Pende Bwana Mungu wako, pende jirani yako. Na anasema Torati yote katika fungu la 40, Mathayo 22, anasema katika amri 2 hizi 2 utegemea Torati yote na manabii. Torati yote na manabii. Sasa tunajiuliza swali ambalo naweza kuulizwa kwamba umejuaje kwamba ya 5 ndiyo inaanza kuzungumzia mahusiano ya jirani na jirani, mtu na jirani yake? Hiyo ni Biblia. Waefeso 6:2. Waefeso 6:2. Umejuaje kwamba hapa ndio, hii ndio ya kwanza kwenye ubao wa 2 wa mpende jirani yako kama nafsi yako? Imeandikwa hivi, Waefeso 6:2, waheshimu baba yako na mama yako. Amri hii ndiyo amri ya kwanza yenye ahadi. Hii ndio ya kwanza kwenye mahusiano ya mtu na mtu. Hii ndio ya kwanza. Utaniuliza, na zile zingine umejuaje kama ni mahusiano ya mtu na jirani yake? Tutatumia tu Biblia. Warumi 13:9. Tumejuaje? Warumi 13:9. 13 Warumi 9. Anasema kwa maana kule kusema usizini, usiibe, usizini, usiue, usiibe, usitamani, na ikiwepo amri nyingine yoyote yajumuishwa katika neno hili, ya kwamba mpende jirani yako kama nafsi yako. Hiyo ni Biblia. Kwa hiyo sikutumia ujanja, nimetumia Biblia. Kwa wale mnaosema ziliisha, muwe na tahadhari. Zipo. Na mtakapokwenda kwa ibada, washiriki, mwambieni mchungaji wenu, amri zipo. Kama kereke, mwambie zipo. Na hii mpende jirani yako kama nafsi yako, it is too clear. Imeelezwa kwenye Warumi 13 na fungu la 9 ya kwamba kule kusema usizini, usiue, usiibe, usitamani, na iwepo ipo nyingine ya mfumo huo, inajumuisha katika neno hili, mpende jirani yako kama nafsi yako. Mapana ya amri hii ni makubwa mno. Moja, nitakwenda haraka. Mapana hii ni amri kubwa.
mchukuliane mizigo kuitimiza sheria ya Kristo. Wagalatia 6:2. Hiyo ni mpende jirani yako. Wakorintho wa kwanza 10:24, mtu asitafute faida yake mwenyewe bali ya mwenzake. Hiyo ni mpende jirani yako, ndiyo tafsiri yake. Petro wa kwanza sura ya 3 fungu la 9, watu wasiolipa baya kwa baya, laumu kwa laumu, bali wenye kutakabari, kwa sababu ya hayo ndiyo mlioitiwa, ili muirithi baraka. Hiyo ndio definition ya mpende jirani yako, ulipi baya kwa baya. Wathesalonike wa kwanza sura ya 5:11, basi farijianeni na kujengana kila mtu na mwenzake vile vile kama mfanyavyo. Hiyo ndio kumpenda jirani. Mnapofarijiana, unamtembelea, ndio kumpenda jirani. Wafilipi 2:3 anasema msitende neno lolote kwa kushindana wala kwa majivuno, bali kwa unyenyekevu, na kila mtu amhesabu mwenzake kuwa bora kuliko nafsi yake. Hiyo ndiyo kumpenda jirani yako unapotekeleza hayo. Warumi 15:2, kila mtu miongoni mwetu na ampendeze jirani yake, apate mema, akajengwe. Hiyo ndio kumpenda jirani. Na mwisho Yesu anafanya ground katika Mathayo 7:12. Anasema, basi lolote myatakayo mtendewe na watu, nanyi watendeeni hivyo hivyo, maana hiyo ndiyo Torati na manabii. Haleluya. Hiyo ndio golden law, na ndio kumpenda jirani. Wewe unachotaka utendewe, na wewe mtendee. Wewe unataka mke wako awe safi, watu wasimuzini, alafu wewe unataka kwenda kuzini wa mwingine. Kichwa kibovu wewe. Hiyo imeenda kibovu kabisa. Amri hizi zina kazi gani? Kazi ya kwanza, Warumi 3:19, basi twajua ya kwa mambo yote inenayo Torati uyanena kwa hao walio chini ya Torati, ili kwa kila kinywa kifumbwe na ulimwengu wote uwe chini ya hukumu ya Mungu. Basi Warumi 7:7, tusemeje? Basi Torati ni dhambi? Asha, walakini nasingalijua dhambi ila kwa sheria. Na kwa kuwa nasingalijua kutamani, kama Torati singalisema utamani. Kwa kazi ya sheria ni kutuonyesha dhambi. Sasa mtu akikwambia ameokoka na hataki sheria za Mungu, na ukamuuliza umeokokaje, sema nimeacha dhambi. Umezijuaje dhambi? Maana umekataa sheria za Mungu. Umezijuaje dhambi? Warumi 3:20 anasema, kwa maana kutambua dhambi huja kwa njia ya sheria. Kwa hiyo mtu aweze kusema nimeokoka na anakataa sheria za Mungu na anasema ameacha dhambi, hajaacha. Hiyo anaichezea. Na dhambi inapenda kuchezewa. Na niliwahi kuona sehemu moja ya ibada, mkutano mkubwa, mama mrefu mkubwa, mwili wake umekaa vizuri, akaanza kucheza Yesu Yesu, yani anavyokatika mavijana yote akawa nyuma yake, Yesu Yesu Yesu. Endelea kuja kwenye mkutano utajua mwisho wake. Dhambi tupu. Nikamshangaa akaenda chooni. Kumbe hata kwenye hayo mambo wanaenda chooni. Mambo Warumi 7:13 anasema, kusudi kwa ile amri dhambi izidi kuwa mbaya mno. Kazi ya sheria ni kuifanya dhambi kuwa mbaya mno, mbaya mno. Ili dhambi iwe mbaya mno tuichukie, lazima kuwepo na sheria ya Mungu. Ndio kazi yake. Kazi ya sheria si kutuokoa. Wagalatia 3:24, hivyo Torati imekuwa kiongozi kutuleta kwa Kristo ili tuhesabiwe haki kwa imani. Kazi ya sheria, sheria ndiye askari
ndiye askari, anakukamata. Ukitenda dhambi anakukamata, alafu inakuleta kwa Kristo. Ukifika kwa Kristo unahesabiwa haki. Kwa nini? Kwa imani. Sheria kazi yake ni kukuleta kwa Kristo. Ikikufikisha haina kazi, inakukamata kwamba umeiba. Umeiba. Inakunyanyua huku nyuma, inakuleta mpaka kwa Yesu. Ikikufikisha inanyamaza, maana haina uwezo wa kuondoa dhambi. Yesu anakuhesabia haki bure. Haleluya. Sasa kama sheria haipo na wewe unasema umemwamini Yesu na umeokoka, hiyo unacheza na shetani bila kujua. Maana haujaja na dhambi, hujaijua, na cha kuungama una. Je, tunaweza kujua Mungu huku tukizikataa amri zake? Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 fungu la 3 na la 4 anasema, na katika ili twajua ya kuwa tumemjua yeye, ikiwa tunashika amri zake. Yeye asemaye nimemjua wala hazishiki amri zake, moja, ni mwongo; mbili, kweli haimo ndani yake. Uwatakase kwa ile kweli, neno lako ndio kweli. Huyu mtu hana neno la Mungu ndani yake, ana porojo. Sheria na amri za Mungu. Je, tunadhihirishaje upendo wetu kwa Mungu? Waraka wa kwanza Yohana sura ya 5 na fungu la 3 anasema, kwa maana huku ndiko kumpenda Mungu, kwamba tuzishike amri zake, wala amri zake sio nzito. Kumpenda Mungu kunaambatana na kushika amri zake. Yesu aliondoa amri. Mathayo 5:17, msidhani ya kuwa nalikuja kutangua Torati au manabii. La, amekataa. Sikuja kutangua bali kutimiza. Sasa kama mwenye kanisa amekataa Yesu Kristo, wewe hizo ulizozibadili, nani amekupa amri? Kaa chonjo. Keupe na keusi umeshachezewa. Yesu anasemaje kuhusu wavunja amri za Mungu? Marko 7 fungu la 6 mpaka la 9 anasema, akawaambia, Isaya alitabiri vyema juu yenu wanafiki. Mtu anapovunja amri anaitwa mnafiki. Kama ilivyoandikwa, watu hawa uniheshimu kwa midomo, ila mioyo yao iko mbali nami, nao wananiabudu bure, wakifundisha mafundisho ya maagizo ya wanadamu. Nanyi mwaiacha amri ya Mungu na kushika mapokeo ya wanadamu. 9 akawaambia, vyema, mwaikataa amri ya Mungu mpate kushika mapokeo yenu. Sasa lile fungu la 9 nitalisoma katika Biblia Habari Njema, Kiswahili cha kisasa. Inasema hivi: Yesu akaendelea kusema, nyinyi mnajua kuepa kwa ujanja sheria ya Mungu kwa ajili ya kufuata mapokeo yenu. Mbingu zinajua mnakwepa kwa ujanja ili mshike mapokeo yenu kwa faida yenu. Tatizo la dunia leo, ukisema amri ya kwanza usiwe na miungu mingine, wengine wana nyingine. Wana nyingine. Ukisema amri ya 7 wengine ya kuzini ni ya 6. Kumetokea nini mpaka usizini ni amri ya 7, ila huko mliko huko na nyinyi mnaonisikiliza kwenu ni ya 6? Kumetokea nini? Kilichofanyika ni hiki mpendwa. Amri ya pili, usiwe na miungu mingine. Amri ya kwanza, usiwe na miungu mingine ila mimi. Usitaje bure jina la Bwana Mungu wako,
usijifanyie sanamu ya kuchonga. Kilichofanyika, amri ya kwanza na ya pili, watu walikaa kikao huko, wakazalisha amri moja. Wakazalisha amri moja wakaiondoa. Kwa hiyo utaona wanasema, you shall not take the name of the Lord your God in vain. Hiyo ndio imechukuliwa. Nyingine wakaifuta, ili wachonge sanamu. Ili wawe na sanamu kwenye ibada, inabidi amri ile ya pili iondolewe. Kwa hiyo ikaondolewa ili kuwe na sanamu, ili watu waabudu sanamu. Wakafanyaje ili ziwe 10? Wakaenda kwenye amri ya mwisho ya 10. Amri ya 10 inayozungumza ya ustamani, wakaivunja mara 2. Ustamani nyumba ya jirani yako, mke wako, wakaifanya kuwa ya 9. Alafu ile fungu hilo la 17, ile kule mwisho, ustamani chochote alichonacho jirani yako, wakaifanya ya 10. Kwa hiyo ile ya 10 wakaigawa mara 2, ya pili wakaiondoa ili watu waabudu sanamu. Kwa hiyo unaabudu sanamu lakini zimezuiwa. Halo? Narudia. Unaabudu sanamu lakini zimekataliwa na Mungu, na kiongozi wako anajua. Na ili wewe uziabudu bila kujua, alienda akaondoa amri ya pili, alafu akaenda kwenye amri ya 10 akaigawa mara 2. Alipata wapi kibali? Hajawahi kupata kibali kwa Mungu. Kigezo kipi sasa kinatambulisha watu wanaomfuata Mungu kwa makini, kwa uaminifu na ni wa kwake? 14 Ufunuo na fungu la 12 anasema, hapo ndipo penye subira ya watakatifu, hao wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu. Haya mambo mawili, amri za Mungu intact kama zilivyo, na imani juu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Shetani anatambua hayo. Ndiyo Ufunuo 12:17, joka akamkasirikia yule mwanamke kanisa, akaenda afanye vita juu ya wazao wake, hao washikao amri za Mungu na kuwa na ushuhuda wa Yesu, naye akasimama juu ya mchanga wa bahari. Kwa hiyo anajua anaowashambulia wana sifa 2, wanashika amri za Mungu na wana ushuhuda wa Yesu Kristo. Je, kuna yoyote anayekataa amri za Mungu atakubaliwa na Mungu? Napenda nijibu swali hilo. Robert, nimesema maswali yatusaidie kujua. 119 Zaburi na fungu la 118 anasema, umewakataa wote wazikosao amri zako, kwa maana ila zao ni uongo. Wote wamekataliwa. Kaswali kengine kakukusaidia. Je, mtu aweza kudai kuokoka ikiwa amezikataa amri za Mungu? Halo? Watu wa wokovu, ako kaswali ni muhimu mno mkasikilize. Mkikataa amri za Mungu aweza kuokolewa? Zaburi 119 fungu la 155. Wokovu umbali na wasio haki, maana wajifunzi amri zako. Imeenda hiyo. Yaani wokovu uko mali nyingi mno, maana wajifunzi amri zako. Na Biblia habari njema inawahitaji watu wa namna hiyo. Inasema waovu hawataokolewa kamwe, maana wajali masharti yako. Wanaitwa waovu. Kura nasema wokovu, huku inawaita waovu, maana wamekataa amri za Mungu. Yesu anasema nini kwa wale wanaotaka uzima wa milele? 19 Mathayo fungu la 17, akamwambia, kwa nini kuniuliza habari za wema? Aliye mwema ni mmoja, ila ukitaka kuingia kwenye uzima zishike amri. Kama unahitaji uzima, amri bado zipo.
Je, nikikubali zote nikaacha moja, kuna mgogoro? Yakobo 2:10-11. Yakobo 2. Mtu awaye yote akizishika zote ila akajikwaa neno moja amekosa juu ya yote. Kwa maana aliyesema usizini ndiye aliyesema usiue. Basi japokuwa ukuzini lakini umevunja, lakini umeua, umekuwa mvunja sheria. Kwa hiyo huyo anataka akatae Sabato. Ukikataa Sabato na mambo mengine umekuwa mvunja sheria. Mungu anasema mtu afanye nini ikiwa alikuwa mvunja amri za Mungu? Ufunuo 18 anasema, kisha nikasikia sauti kutoka mbinguni ikisema, tokeni kwake enyi watu wangu, msishiriki dhambi zake, msipokee mapigo yake. Kama ulikuwa unavunja amri za Mungu, Mungu amekupa wito. Jioni ya leo anakupa wito. Yesu anatoa wito kwa kusema, mimi, Yohana 10:14-16, mimi ndimi mchungaji mwema, nao walio wangu na wajua, nao kondoo wangu wanijua mimi, na kondoo wengine ninao ambao si wa zizi hili. Anajua ya kwamba wewe ni kondoo wake. Ulikuwa hujasikia Injili. Anasema sauti yangu wataisikia, kisha kutakuwa na kundi moja na mchungaji mmoja. Kondoo wengine ninao ambao sio wa zizi hili. Anafahamu kwamba kuna watoto wa Mungu ambao hawajaja, ambao wanatakiwa waje. Na katika kutano hili, unaposikia sauti ya Bwana inasema nawe, wewe ni miongoni mwa kondoo Bwana alikuwa anawasubiri, ambao ni mtu mwaminifu, lakini ulikuwa umefichwa. Ulikuwa umeambiwa amri hazipo, kumbe zipo. Sasa umegundua zipo. Amesema chukua hatua. Chukua hatua. Njoo. Wewe njoo ndani ya zizi. Sikia sauti ya Bwana inapozungumza nawe. Njooni kwangu msumbukao na kulemewa na mizigo. Anaita. Wakati ni sasa wa kufanya maamuzi. Mwache huyo kama anang'ang'ana kwamba hazipo amri za Mungu na maandiko yamesema zipo. Usalama wako, usalama wangu ni kusimama anaposimama Bwana wetu Yesu Kristo, yeye ambaye amesema zipo na hazijabadilika. Mungu akusaidie. Akusaidie kufanya maamuzi mazito sahihi, makubwa sahihi. Tutakuwa na ubatizo mkubwa katika mikutano hii. Bwana akusaidie sana. Tangu sasa amua kutembea na kanuni ambayo Bwana ameianzisha na haijawahi kubadilika. Neno la Bwana likaweke mizizi ndani yako, likuongoze kufanya maamuzi katika jina la Yesu. Amina. Bwana akubariki sana. Siku ya wokovu wako ni leo, na usichelewe. Mwokozi wetu Yesu akuita, njoo kwangu leo. Usitazame ya dunia, kwani yanapita. Songa mbele
Yesu Kristo aliahidi atarejea. Makao ameandaa mbinguni kwa washindi. Maovu, shida za dunia yote yatakwisha. Njoo kwake uokolewe, maana wakati ni sasa. Njoo kwake uokolewe, maana wakati ni sasa. Siku ya wokovu wako ni leo, na usichelewe. Mwokozi wetu Yesu akuita, njoo kwangu leo. Usitazame ya dunia, kwani yanapita. Songa mbele na kwa imani, maana wakati ni sasa. Songa mbele na kwa imani, maana wakati ni sasa. Usichelewe. Songa mbele na kwa imani, maana wakati ni sasa. Bwana kubariki sana kwa maamuzi makubwa uliofanya. Na jioni ya leo katika kituo chako, kwa kuwa umemwamua kumfuata Kristo kama Bwana Mwokozi wako, na umekubali kwamba katiba hii ya Mungu nitaifuata maisha yangu yote. Kila aliyeikubali katiba ya Mungu, amri 10 za Mungu, kuwa mwongozo kutuleta kwa Kristo, tuhesabiwe haki kwa imani, asimame mahali alipo ili Bwana apate kumbariki. Bwana akutambue kimasomaso ya kwamba hawa ni watoto wangu ambao wanaukiri ukweli huu unaookoa, ukweli huu bure unaookoa. Bwana akubariki sana. Bwana akubariki sana. Je, katika mkutano huu kuna mwanaume, kuna mwanamke, kuna kijana, kuna mzee ambaye anasema nitabatizwa kwa kanisa la Mungu? Mkono wako mahali ulipo. Bwana akubariki sana. Baba, tunakushukuru kwa sababu ya vituo ambavyo watoto wako wanaendelea kujitoa, na kwa sababu ya hawa wahudhuriaji wa Kizingo, sehemu ambayo mkutano mkubwa huu unarushwa, wanapofanya maamuzi kuanzia sasa ya kualika, kuja na rafiki, kuja na ndugu, kuja na jirani kwa sababu anampenda, ili akafanya maamuzi makubwa kwa saa hii ya mwisho. Asante Mungu kwa kuwa utaendelea kuwabariki wanapotoka hapa leo, na kila mmoja kesho kubadilisha historia ya namna ya kuja kwenye mkutano. Asante kwa kuwa utawabariki kuleta mafuriko ya watu wanaokuamini wewe Yesu kama Bwana Mwokozi wao. Bariki mkutano sasa, na amani yako itulie katika vituo vyote, kwa kuwa tumeomba kwa imani katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amina. Amen. 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 Amen, amen. Na iwe hivyo hivyo. Basi wangu mtazamaji ambao unategea Hope Channel Kenya, yule ambaye amekuwa online, yule ambaye amekuwa katika redio, yule ambaye ametufuatilizia tu kila mahali, sehemu zote, sisi tunasema shukran sana, asante sana. Karo, unajua tukifanya recap kidogo tu kuhusiana na kile ambacho mchungaji ameweza kuhubiri, amesema mambo kadhaa walichotoka nacho wazazi wetu wa kwanza, Adamu na Hawa, na ka mention just baadhi tu ambazo niliweza kunakili ni kwamba walitoka na ndoa, wakatoka na ibada, wakatoka na kifo, wakatoka na chakula, matunda, hivi na pia na pamoja na ukombozi, na siwezi kusahau amri ya Mungu pia ambayo ni katiba ya Mungu, na wakatoka na matatizo ya uchaguzi, yani wakiwa na matatizo ya uchaguzi mbaya. Na